Insha Allah katika kipindi chetu hiki leo tutakumbushana kama tulivyokumbushana amali bora ambazo twazistahiki kuzifanya katika mwezi huu ndani ya siku 10 za mwanzo wa mfungo 3. Tukasema ibada ambazo direct unafanya baina yako na Mola wako kama swala, saum, qiraatul Qur'an, dhikrullah tabarak wa taala. Amali hizi ni amali ambazo unazifanya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, na ni amali zitakazo kunufaisha wewe. Lakini vile vile tukasema amali nyingine, ibada nyingine ni zile ibada unazozifanya, ibada ambazo zinakuunganisha na watu. Birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Ongeza wema wako ndani ya siku 10 hizi kwa wazazi wako wawili. Lakini vile vile silatur rahim, kuunga kizazi, kukieka kizazi hiki kiwe kitakuwa ni kizazi bora, ukitambue kwa kukifanyia wema kizazi chako, kwa maana wale watu ambao ni akraba zako, maami zako, makhale zako, mashangazi zako, ndugu zako, kila yule ambao wajomba zako yuko karibu na wewe, basi aweze kuupata wema, ni katika amali bora ndani ya mwezi kama huu. Lakini vile vile ni katika amali njema kushirikiana katika kuyafanya mambo mema. Kuna msikiti unajengwa, ukashiriki katika jengo lile jema. Kuna kisima, kuna madrasa, amali za kheri zile ukawa ni mshirika kwa kutoa sadaka yako ndani ya siku 10 hizi, inakuwa bora kuliko kuitoa nje ya siku 10 hizi. Lakini pia tukumbuke kwamba baada ya hayo yote tuliyoyasema ya kheri ya kuyafanya, kumbuka kuna siku 2 zimekukabili tukufu. Siku hizi vile vile ni lazima uzifanyie, yani uziwekee malengo maalum. Siku ya kwanza ni yaumu Arafa. Yaumu Arafa ni siku bora katika siku zote za mwaka. Siku hii kama tunavyojua ndio iliyoshuka aya ya kukamilisha dini yetu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siku hii ndio siku watu mahujaji kule wakiwa wamesimama wanasamehewa madhambi yao na wanaachwa huri na moto. Na sisi ambayo hatukufika kule, siku hii vile vile tutakapokuwa katika ibada ya saum, tunasamehewa madhambi ya miaka 2. Siku hii ndio siku bora ya kuomba dua, na hapo ndio siku ambayo Allah tabarak wa taala anajigamba mbele ya malaika wake na viumbe vyake vya juu kwamba angalieni waja wangu hawa wamekuja katika hali hii ngumu walivyo, si kwa ajili nyingine isipokuwa kwa ajili yangu. Siku hii ndiyo siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'daha. Siku ya kufunga ndani ya siku ya Arafa, nataraji kwa Allah tabarak wa taala akusamehe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ambao unakuja, yanasamehewa madhambi ya miaka 2 kwa kufunga siku moja ndani ya siku hii ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, khairu dua dua yaum Arafa. Siku bora ya kuomba dua ni dua utakayoiomba siku ya Arafa. Iweke siku hii iwe ndio siku baada ya zawal, jua kupinduka baada ya dhuhuri, uweke wakati maalum, tulia ulipo na umuombe sana Allah tabarak wa taala mpaka jua lile kuanguka. Dhikri ambayo itakuwa ni dhikri bora kwa siku hii, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaibainisha, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ikafanywa ndio dhikri kama alivyosema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na afdala ma qultu ana wan nabiyuna qabli min qabli
hakika maneno ambayo nimeyasema mimi na mitume walokuja kabla yangu mimi ni dhikri hii, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Leta dhikri hii, ukileta dua zako, ili uweze kufaidika na siku hii tukufu, siku ya Arafa. Allah tabarak wa taala haya yote katuletea kwa ajili ya kutuhurumia. Basi kuwa katika wapenzi walioipata huruma ya Allah, usiwe katika wachukivu walokasirikiwa na Allah. Zitumie nafasi hizi ili uweze kufaidika kwa kufutiwa dhambi, uweze kufaidika kwa kuondoshewa matatizo yako kwa dua unazomwomba, kwa kufaidika kwa kuyapata matlaba yako unayoyataka kwa Mola wako. Na Allah tabarak wa taala samiun qaribun mujibu da'wati, yeye ni msikizi sana, yuko karibu sana, anaitika kwa kila yule anayemwomba. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.